Naam, ripoti za TRC Mzundu TV zina ripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Na lengo kubwa hasa iliweza kutufanya tuweze kufika hapa ndani ya viunga hivi vya halmashauri ya wilaya ya Handeni ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria hafla ya utoaji wa tuzo kwa shule na kata zilizofanya vizuri kitaaluma kwa shule za msingi mwaka 2025. Na mgeni rasmi tunatarajia atakuwa ni Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa mbunge na Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI. Ndiye mgeni rasmi ambaye tunatarajia atakuwepo hapa kwa ajili ya kuhudhuria hafla hii ya utoaji wa tuzo kwa shule na kata zilizofanya vizuri katika mitihani ya taifa, kwa maana mtihani wa darasa la 4 na mtihani wa darasa la 7 kwa mwaka 2025. Tutasikiliza taarifa na mikakati ambayo kama halmashauri imejiwekea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inainua ufaulu wa wanafunzi katika halmashauri hii ya wilaya ya Handeni. Karibishe wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa TRC Mzundu TV. Naomba nikupeleke sasa tuende tukamsikilize afisa elimu wa elimu ya awali na msingi halmashauri ya wilaya ya Handeni na ana haya ya kusema. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tupe nafasi tena kukukaribisha katika ukumbi wetu wa halmashauri. Kwa namna kipekee tunashukuru kwa ujio wako na utayari wako wa kuja kuongea na walimu hawa wa halmashauri ya wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri, daktari wa wilaya na viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, naomba niwasilishe taarifa fupi ya tathmini ya matokeo ya mitihani ya darasa ya kumaliza elimu ya msingi na kwa darasa mitihani ya upimaji kwa mwaka 2025. Hafla yetu leo ilikuwa ni kufanya tathmini. Kila mwaka tunapofanya mitihani huwa tunafanya tathmini yetu ya matokeo, kujua taaluma yetu katika wilaya iko vipi. Kwa hiyo siku ya leo ndio tulioipanga kwa ajili ya kufanya tathmini na utoaji wa tuzo kwa zile shule zote zilizofanya vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya ya Handeni ina shule 144. Kati yao shule za private ziko 9 na za serikali ziko 136. Lakini katika hizo shule moja ni ya serikali ambayo ni shule ya English medium, katika zile shule 9 za English medium. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2025 uliofanyika nchini kwa tarehe 11 mwezi wa 9 2025, halmashauri ya Handeni ilikuwa na jumla ya shule za msingi 128 zilizofanya mtihani huo. Kati ya shule hizo ni shule 124 za serikali na shule 4 zilikuwa ni shule binafsi. Jumla ya wanafunzi ni 738 wakiwemo wavulana 2978 na wasichana walikuwa 4060 walisajiliwa kufanya mtihani huo. Watahiniwa waliofanya mtihani huo walikuwa 6904 wakiwemo wavulana 2896 na wasichana ni 4008 sawa na 98.6 ya watahiniwa wote waliosajiliwa, na wasiofanya mtihani walikuwa wavulana 52 na wasichana 82, jumla ni 134 sawa na 100.9. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukienda katika matokeo, ukiangalia waliofanya mtihani walikuwa ni 6904 kwa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Waliofaulu walikuwa wavulana 2304, wasichana 3177, jumla 5481. Na wanafunzi hao walisoma na 79.4. Na waliofanya ule mtihani walikuwa ni wavulana 592, wasichana 831, jumla walikuwa 1428 sawa na 20.6. Na wanafunzi wote waliofaulu mtihani wameendelea na kidato cha kwanza. Kwenye upande wa darasa la 4, ilikuwa na jumla ya shule za msingi 138 zilizofanya mtihani huo. Kati ya shule hizo, shule za serikali zilikuwa 131 na shule binafsi zilikuwa ni shule 7. Jumla wa wanafunzi 9314 wakiwemo wavulana 4981 na wasichana 4333
walisajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4. Jumla yao watahiniwa waliofanya mtihani walikuwa 8847, wakiwemo wavulana 4819 na wasichana ni 4028, ambao ni sawa na 98.98 ya watahiniwa wote waliosajiliwa. Wasiofanya mtihani wa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 walikuwa wavulana 162 na wasichana 305, jumla 467 sawa na 5.2. Na kwenye upande wa ufaulu wa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, tukiangalia waliofanya walikuwa 8971 ambao ilikuwa ni sawa na 95.05. Waliofaulu walikuwa wavulana 4540, wasichana ni 3764, jumla ni 8304 sawa na 94%. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ndio matokeo yetu ambayo tunafanyia tathmini siku ya leo. Katika kikao hiki tutakwenda kuangalia mafanikio yetu, changamoto zetu na jinsi gani tutatatua ili kuangalia swala zima la taaluma kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hafla hii tutaomba kutoa zawadi kwa shule zile 3 bora ambazo zimefanya vizuri katika mtihani wa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 na shule 3 bora na kwa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Kwa sababu muda wako bado sio kubwa sana kwetu, kwa hiyo tunaomba hii tendo utatusaidia kutoa zawadi na tuzo kwa hizo shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na yote tutakuwa na zawadi ambazo zitakwenda kwenye shule zilizokuwa tunaita most improved school, ambazo zimepandisha ufaulu kwa kiasi kikubwa kuanzia kuanzia asilimia 10 na kuendelea. Kwa hiyo wale ziko shule 10 kwa darasa la 4 na darasa la 7 na zingine zitapata zawadi. Vile vile sisi tumepewa maelekezo na ofisi yako ya TAMISEMI kufanya ufuatiliaji katika shule zetu. Katika vipengele katika vile ufuatiliaji kuna vipengele viwili ambavyo tunafanya ufuatiliaji wa shuleni, ambacho moja ni kuhakikisha watoto wa darasa la kwanza wanajua kusoma na kuandika na kuhesabu. Na kama unavyofahamu, juzi Mheshimiwa Rais alifungua mpango mkakati wa kisayansi kuhusiana na swala zima la upimaji wa kisayansi ili tuweze kuhakikisha mtoto anayemaliza darasa la 2 asipande darasa la 3 ajue zile skills za kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo sisi katika halmashauri yetu tumechagua kila kata shule moja ambayo tunatoa tuzo ya walimu shule iliyofanya vizuri katika kusoma, kuandika na kuhesabu kwa kila kata, ambazo kwa kata 21. Sasa individually walimu wakuu wenyewe waliweza kusimamia na kufikia hatua hapa walipofikia katika ufaulu wa darasa la 7. Pamoja na yote, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutatoa tuzo kwa sio tuzo, tunawapa vyeti vya himizo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu hakufikia ile wastani mzuri wa alama 121 kwenda juu. Kwa hiyo zile shule zote kwa upimaji wa kitaifa darasa la 4 na shule zote za waliomaliza darasa 7 ambao kufikia alama 121 tutawapa vyeti vya himizo ili waongeze bidii kwa mwaka 26 waje na mabadiliko chanya katika uongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hilo kwa ufupi, najua ni ratiba kubwa, naomba niishie hapo. Baada ya maelekezo yako tutatoa zile tuzo kwa kutaja zile shule ambazo zipo tutaomba angalau tutoe tuzo kwa shule 3 darasa la 4, shule 3 darasa la 7, kata zilizofanya vizuri, kata moja kwa darasa la 7 na kata moja kwa darasa la 4 kama utaridhia. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwasilishe. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya halmashauri ya wilaya ya Handeni, mimi Nchisko wa TRC Mzulu TV, Handeni DC.